Kaka tafadhali naomba ujifanye mpenzi wangu kwa muda. Unamaanisha nini dada? Mbona sikuelewi? Kaka tafadhali naomba unisaidie, ninakuahidi nitakulipa 50,000. Yaani unachotakiwa kufanya ni kuigiza kama boyfriend wangu. Maana nimemwona ex wangu anakuja humu, kwa hiyo nataka kumrusha roho. Sasa wewe unataka kumrusha roho boyfriend wako, alafu unataka unipe 50,000? Hebu ongeza dau bwana. Basi nitakupa 100,000. Poa basi, fanya muamara haraka nianze kazi. Sawa. Habari yako cha usiku. Oh, Alex, pole, nilikuwa sijakuona maana nilikuwa busy na mume wangu mtarajiwa. Oh, hongera sana cha usiku. Naona mna enjoy maisha. Asante, na wewe unafanya nini hapa peke yako? Ama na wewe ni mhudumu? Maana kwa hali ya umaskini ulionayo, sidhani kama una uwezo wa kununua hata soda kwenye huu mgahawa. Hamna, mimi nipo tu. Ila nafurahi kuona umepata mtu wa hadhi yako. Kwa kweli namshukuru sana Mungu kwa kunipa mwanaume wa hadhi yangu. Maana huyu mwanaume sio kama wewe unayeng'ang'ania umaskini mpaka leo. Hebu kwanza mtazame boyfriend wangu alivyo handsome, na isitoshe pia ana pesa balaa. Na siku si nyingi mimi na yeye tutafunga ndoa, lakini usijali, nitakutumia kadi ya mwaliko uje ushuhudie harusi yetu. Hakuna shida cha usiku. Kama utanialika, mimi niko tayari kuhudhuria kwenye harusi yenu. Sawa, acha mimi niendelee kula raha na mume wangu mtarajiwa. Sawa. Haya, kazi imeisha, nitumie pesa yangu iliyobaki. Subiri kwanza, maana naona anaweza karudi tena kuja kuzungumza na sisi. Si unaona bado yupo karibu? Mimi sitaki kujua bwana. Maana kazi tuliyokubaliana mimi tayari nimeshaimaliza. Kwa hiyo kama unataka tuendelee, uje utaongeza pesa. Sawa, basi nakutumia hela yako. Hayo ndiyo mambo sasa. Basi nyamaza tule chakula kwanza, na wakati wa kuondoka itabidi tuondoke wote ili asije akatushtukia. Tafadhali sana mwanamke, siwezi kuruhusu ule chakula changu kwa sababu hakikuwa kwenye makubaliano yetu. Punguza basi sauti, au unataka nishtukie? Mimi sijali kuhusu hilo. Hapa nafanya yaliyopo kwenye makubaliano yetu pekee. Hayo mengine utajua mwenyewe. Cha usiku, tayari nimewalipia bili yenu, na hiyo ni zawadi yangu ndogo kwa ajili ya mahusiano yenu. We Alex, umepata wapi pesa za kulipia hii bili? Hivi unajua kuwa gharama hiki chakula ni sawa na mshahara wako wa mwezi mmoja? Yaani kama umeiba pesa za bosi wako ili unionyeshe kuwa una pesa, naomba tu urudishe pesa za watu, maana mimi sitaki matatizo kabisa. Hapana cha usiku, mimi ndo mmiliki wa huu mgahawa, na hapa nimekuja kuonana na meneja ili nijue hali ya utendaji kazi wa hapa. Hebu subiri kwanza. Ina maana kweli wewe ndo mmiliki wa huu mgahawa? Ndiyo, mimi ndo mmiliki wa huu mgahawa. Kwa kweli naomba unisamehe sana bosi wangu. Acha uongo Alex, haiwezekani wewe ukawa mmiliki wa huu mgahawa. Siwezi kukulazimisha uamini cha usiku, ila tangu tumeachana, mambo yamebadilika sana upande wangu. Aisee, kwa kweli sikujua kabisa kuwa wewe ni mmiliki hapa. Wewe mwanamke ni mjinga sana. Ona sasa, mwanaume ulimwacha kisa umaskini, sasa hivi ni tajiri, na wewe umebaki pale pale na umaskini wako. Mambo ya utajiri na umaskini, yote ni mipango ya Mungu. Mimi nadhani kitu cha muhimu kwa sasa ni kwamba upo naye kwenye mahusiano na mnakaribia kufunga ndoa. Hayo mambo mengine yatakuja baadaye. Mimi wala hata sipo kwenye mahusiano naye. Yeye amekuja akanikuta nikila hapa, kisha akanipa pesa ili niigize kama boyfriend wake kwa lengo la kukomoa, lakini matokeo yake yeye ndo ameaibika. Alex mpenzi wangu, nilikuwa tu nataka kukuonyesha kuwa na mimi ninaweza. Kwa hiyo sasa hivi umeamua kubadilisha gia ngani? Wewe si ulikuwa unataka kumkomoa, sasa imekuwaje tena unamuita mpenzi? Hebu niache na wewe, kwanza haujui nimetoka wapi na Alex. Cha usiku, naomba tu uondoke, maana sihitaji kurudiana na mwanamke mwenye dharau kama wewe. Ni kweli kabisa tajiri, huyu mwanamke hafai. Kwanza tajiri, naomba namba yako, maana nyinyi ndo marafiki na wahitaji kuwa nao. Hakuna shida. Wewe si nilikulipa ili uwe upande wangu? Sasa mbona unanigeuka? Pesa ulionipatia tayari imeshaisha muda wake. Kama unataka niendelee na kazi, ongeza pesa.